moja kati ya wanaharakati ambao wamekuwa akifichua maovu juu ya baadhi ya viongozi, lakini pia amekuwa akionyesha baadhi ya vitu ambavyo ni ngumu kwa mtu yoyote yule ambaye yupo karibu kuvielewa. So bana, huyu ni Kigogo ambaye wengi wanamjua hivyo kutokana na jinsi ambavyo yeye alivyojiintroduce kwa jina hilo Kigogo 2014. So huyu jamaa amekuwa ni mtu ambaye anafichua sana baadhi ya vitu. So bana, raundi hii bwana Kigogo amekwenda moja kwa moja kwa Nape Nnauye. So bana, kuna vitu ambavyo aliviandika kupitia ukurasa wake wa X ama Twitter hapo zamani. Kigogo bwana, kuna vitu kaona haviko sawa. So unajua kazungumza nini? Na nukuu hiki alichokiandika Kigogo kutoka kwenye mtandao wake wa X. Anasema hivi: mtu anayefikia hatua ya kuteka watu na kuchoma nyumba zao moto kisa wanatishia ubunge wake, mtu huyu ni hatari sana. Nape hana tofauti na Savimbi na ni hatari kwa nchi na CCM kuendelea kumwacha kuwa mwakilishi wa wananchi kupitia CCM. Pamoja na jimbo lake la Mtama kuwa maskini sana na kukosa hata stendi ya mabasi, bado wana mbunge wa hivi anayeua watu, anachoma moto nyumba za watu na kuunda vikundi vya Interahamwe. Hakikisha haukubaliki, huyu ni wa kufukuzwa hapa, alimalizia hivyo. So aliambatanisha na picha ambazo zinaonyesha hiyo nyumba ambayo imechomwa moto, lakini pia akaweka baadhi ya viclip kama unavyoviona hivyo vya Nape akiwa ameshika bendera, lakini nyuma kuna wananchi kama vile watu fulani wanalalamika wakiwa wameshika moto lungu, lakini huko pembeni kuna nyumba inachomwa moto na pameandikwa Mtama. Kwa hiyo ni kuna ujumbe fulani aliopresent Kigogo kupitia hii michoro, lakini chini ya hiyo picha ya Nape kuna kama damu zinaonekana. Kwa hiyo bwana, ni moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha ukakasi fulani hivi ama jambo fulani hivi. So bwana, kupitia kwenye nukuu hiyo aliyosema Kigogo kupitia mtandao wake wa X, umeona kuna vitu kama hivyo kwamba Nape anahusika katika machafuko mbalimbali ambayo yanahusishwa kuchomwa moto nyumba za watu wanaotishia ubunge wake. Lakini pia hapo umemsikia mwenyewe anasema kwamba ni mtu anayehusika pia kwenye masuala ya utekaji. Kwa hiyo ni nukuu tu kutoka kwa Kigogo na nimejaribu kidogo kukufafanulia ili uweze kuelewa topic ama mada nzima inahusiana na nini. Hatukutaka kwenda deep kwenye comment kwa sababu comment zina ukakasi mwingi sana. Yani kuna watu wametoa shit kweli kweli, yani wametoa maneno ambayo si mazuri kuyaweka hapa. Kwa hiyo hii ndo post aliyopost Kigogo kumuhusu Nape Nnauye. Kumbuke kwamba Nape sasa hivi sio waziri na kama tunakumbuka alitenguliwa akiwa kwenye harakati zake za kisiasa, lakini ndo hivyo lungu likamkuta, hatimaye kabakia na ubunge. Hatujui ni vipi ambavyo watu wanamchukulia, lakini ndo hivyo kuona kiongozi kama huyu anahusishwa na vitu kama hivi ni aibu kubwa sana. So hatujui kama ni kweli ama ni vipi, ila drop comment tukomentishe kinoma noma, wewe mwenyewe pima. Kama ni kweli basi drop comment, kama sio kweli achana nayo.